Na wito wa kutimuliwa kwa Rais William Ruto unaendelea kushika kasi kufuatia matamshi yake ya hivi karibuni yaliyoibua utata. Makundi ya kijamii pamoja na baadhi ya viongozi wa upinzani wamekosoa vikali matamshi hayo, wakiyataja kuwa yasiyostahili hadhi ya urais, ya kudhalilisha na yanayokaribia mipaka ya chuki, wakisema yanatosha kuwa msingi wa bunge kumwonyesha Rais Ruto mlango. David Mudhoka anaripoti kuhusu mashambulizi haya ya maneno yanayoendelea na athari zake, huku taifa likielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na nyinyi ndio mlianza hiyo debate, mbona mnalia? Matusi ya hadharani kati ya Rais William Ruto na upinzani yamezidi kupamba moto, kila pande ikirushia ile nyingine cheche kali kwa siku ya pili mfululizo pasi kujizuia. Nimewaambia punguzeni chakula. Unajua wako na kiburi mingi. Kwa kiburi mingi ati wameanza kunijibu ati sisi hatukuli kwako. Mimi nitaka wewe ukasirike. You lose your temper. You lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Matamshi haya sasa yameibua maswali kuhusu iwapo kuna uzingatiaji wa sheria za uongozi na maadili, hususan kwa upande wa Rais William Ruto. Kifungu cha 9(1)(b) cha kanuni za jumla za maadili na mwenendo pamoja na kifungu cha 11(b) cha sheria ya uongozi na maadili, vyote vinaeleza na nanukuu, afisa wa umma anapaswa kuwatendea wananchi na maafisa wenzake kwa heshima na staha. Wakati huo kifungu cha 34(1) cha sheria hiyo kinasema na nanukuu, afisa wa serikali hatakiwi kumdhalilisha mtu yeyote. Kifungu cha 34(2) kinaongeza na nanukuu, unyanyasaji ni pamoja na tabia ya mara kwa mara ya kukera, ya kulipiza kisasi, kikatili au ya kudhalilisha inayolenga kumdhoofisha mtu. Niona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako, mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu. Hata kama ni ndizi mnakula, punguza portion ikuwe kidogo. Ni katika muktadha huu wa kisheria ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani sasa wanashinikiza kuondolewa afisini kwa Rais William Ruto. What example are they trying to show those who are coming after them? Must leadership just be full of goonism, violence, insults? I want to remind President William Ruto that he took the oath to uphold the Constitution of Kenya. The only way the president can be called to order is by impeachment or a sanction by way of a resolution in parliament. Zaidi ya mashirika 20 ya kijamii pia yametoa onyo kali, yakisema matamshi ya rais yanashusha hadhi ya afisi ya juu zaidi nchini. Tunapata kwamba tunapata mifano michafu sana ambao tunaambukiza watoto wetu. Kwa hiyo hatujapata mfano mzuri sana tangu jana hadi leo, ambao ni matusi machafu, hayafai katika mtu yote. Na huku Rais William Ruto akijipata kwenye shinikizo kubwa, macho sasa ni kwa taasisi husika ikiwemo bunge, tume ya maadili EACC na tume ya uwiano NCIC kuona ikiwa zitaitika wito wa kuilinda katiba. David Mudhoka, NTV, Nairobi.